Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, unaendelea kujifunza kupitia channel yako pendwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Ni mwalimu Chris Deogratias, nikukaribisha sana katika mwendelezo wa masomo mazuri, ili uendelee kupata maarifa, uendelee kutoka katika mitego ile adui na kutembea katika njia ya uzima ielekea Sayuni. Nikukaribishe tena katika mwendelezo wa somo letu, na leo tunalo somo zuri. Tunaanza kuzungumza habari ya sadaka, na kwa sehemu ya kwanza tutaangalia sifa za sadaka zenye kibali na zinazopokelewa au kukubalika mbele za Mungu na zenye baraka. Sifa za sadaka ambazo zinapokelewa na Mungu zenye kibali na baraka. Ieleweke kuwa sio kila sadaka unayotoa inamfikia Mungu, na sio kila sadaka unayotoa inaleta baraka maishani mwako. Ukikoseshwa katika kutoa sadaka katika namna ambavyo Mungu ameagiza, Mungu ameelekeza hata kupitia neno lake, sadaka yako inaweza kageuka kuwa mavi au kinyesi, nawe utapakwa katika uso wako, nawe utakuwa na roho ya kukataliwa kama Kaini. Kwa hiyo badala ya umetoa sadaka ukitarajia baraka, badala ya baraka utapata laana. Kwa hiyo tutajifunza, unaweza kusoma katika kitabu cha Malaki sura ya 2 na sura ya 3 vizuri sana. Lakini nikusihi sana, kama ni mara kwa kwanza unaniona katika channel hii inafahamika kwa jina la Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Nikukaribishe sana. Ni mwalimu Chris Deogratias. Ninaomba jambo la kwanza la msingi, subscribe kwa kugusa alama ya neno subscribe chini ya kengele, kisha itatokea alama ya kengele, basi utaigusa tena alama ya kengele. Kwa hiyo utakuwa kwa namna hiyo umejiunga nasi kimtandao, ili tunapopewa ujumbe na Bwana Yesu ukufikie mara moja. Kwa hiyo nikukaribisha sana, na leo hatutasoma maandiko mengi, lakini tutaangalia sifa moja tu kubwa ambayo inasababisha sadaka yako unayoitoa kwa moyo wa kupenda, moyo wa hiari mbele za Bwana, ipokelewe mbele za Mungu na ikumbukwe, iwe na manufaa, iwe na baraka, irudishe matokeo unayoyatarajia katikati ya maisha yako. Nimwalike Roho Mtakatifu ya mwalimu ili aweze kutusimamia. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya saa hii. Ninakualika sasa, Roho Mtakatifu, tawala, tamalaki, tawala fahamu zetu. Nipe nami hata lugha ya kuweza kusema na mtazamaji huu. Ninajikabidhi kwako, ninajikabidhi sote. Tufundishe sasa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru. Amen. Watu wengi labda wanatoa tu sadaka, wengine kwa kushurutishwa, wengine kwa kuwekewa utaratibu na madhehebu yao, lakini kuna kanuni za kibiblia. Mungu ameweka utaratibu, Mungu ameweka kanuni zake, ambao mtu wa kwake anapaswa atoe kwa kufuata hizo kanuni. Hatutoi tu sadaka imradi kutoa, la hasha. Ili sadaka iweze kuleta na matokeo kwako, lazima uzingatie kanuni. Kwa hiyo leo tutajifunza moja kati ya sifa kubwa sana, sifa muhimu mno kuizingatia unapotoa sadaka yako, ili sadaka yako ilete matokeo, ili sadaka yako ipokelewe mbele za Bwana, ili sadaka yako iweze kuleta baraka katikati ya maisha yako. Tutasoma siri hii au kanuni ya kwanza kabisa, ili sadaka iweze kuleta baraka kwa Mkristo. Ni sifa ya kwanza ni sadaka unayoitoa, hakikisha unaitoa katika hali ya usiri kati yako wewe mtoaji na Mungu wako. Ndio kanuni ya kwanza inayotawala ulimwengu wa roho wa sadaka. Ili sadaka iweze kuleta matokeo, ili kuleta faida, lazima mtoaji atoe katika hali ya usiri kati yake na Mungu. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 6. Tutaanzia ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Angalieni, msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi umtazamo na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali kama wewe utoapo sadaka,
hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aliye aonaye sirini atakujaza. Tutarudia tena huu mstari kwa sababu kuna walimu wengi sasa, madhehebu mengi yamehalalisha sheria zao, yamejipangia taratibu zao ili kuharibu. Na ni shetani, sio madhehebu. Shetani anafanya kazi kupitia dini, shetani anafanya kazi kupitia madhehebu, shetani anafanya kazi kupitia mifumo ambayo wanadamu wanafikiri ni mifumo ya kimungu, lakini ni yeye kawapa ili waifuate na waharibu sadaka za Wakristo, ili Wakristo wasione matokeo katikati ya kutoa kwao. Na wengi leo ukiwafuatilia Wakristo wengi wamekata tamaa, wengi wamechoka. Wametoa sadaka, hawajaona baraka, hawajaona sadaka zikileta majibu katikati ya mahitaji yao. Kwa hiyo wengine wamekata tamaa, wengine wamefikiri Ukristo ni utapeli. Achana na wale manabii wa uongo ambao wanakuambia tuma kwenye M-Pesa, tuma kwa nini tukuombee. Hapana, wale ni wezi na ni wanyang'anyi. Ndio aliowasema Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ile ya 10 kwamba wao ni wezi na wanyang'anyi. Lakini kanuni ya ufalme wa Mungu, hata kama umepata huduma yoyote ya kiimani, wa kutoa ni wewe, sio aliyekuhudumia kuambie kwamba ili nikuhudumie toa shilingi 30, toa shilingi 50. Hapana, sadaka haina kiasi, sadaka haina kiwango. Sadaka kiasi cha sadaka kinategemeana na kiwango cha upendo kati ya mtoaji na Mungu wake. Vile kiwango chako cha imani katika kumwamini Mungu ndio kitaamua utatoa kiasi gani. Kiwango chako cha upendo kwa Mungu wako ndio kinaamua kiasi cha sadaka ya kutoa. Kwa haijalishi ni huduma ipi. Kwa hiyo mbele za Mungu utaratibu ni huo. Na sifa nyingine, hakikisha unatoa kwa usiri. Kwa tuangazie huu mstari wa kwanza. Roho Mtakatifu atatusaidia tuelewe mstari kwa mstari. Biblia inasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa hiyo jambo lolote jema unalolifanya, kuna mambo mema, matendo mema ambayo ukiyafanya mbingu zinafurahi, mbingu zinahesabu hiyo kuwa ni akiba kwako. Kwa mfano, unapokutana na mtoto yatima, unapomsaidia, labda ni mjane, unapojitoa kwa ajili yake, unapompa vitu, wengine ni unakuta ni vichaa katikati ya mji, unapowapa vyakula, unawapa mahitaji yao, mbingu zinafurahi. Ni moja kati ya matendo mema ambayo ni sababu mojawapo ambayo mbingu inaweza kafungua uso wake kukuelekea wewe. Lakini mambo hayo yote unapoyafanya, Biblia inaagiza usiyafanye kwa kufanya matangazo. Usiyafanye katika hali ambayo watu wakuone ili wakusifie kwamba dada fulani, angalia, anawajali sana yatima. Kaka fulani anaenda kuwaona wafungwa. Kaka fulani, kwamba unafanya matangazo kama wanasiasa. La hasha. Ikiwa unafanya kwa ajili ya kujulikana duniani, ikiwa unafanya kwa lengo la kusifiwa na watu, basi unaweza kufanya kwa njia hiyo. Lakini kama unafanya kwa lengo la kuweka hazina mahali palipo ambapo nondo na kutu hawawezi kuziharibu, basi zingatia kanuni hii ya kwanza ya utoaji wa sadaka au kufanya tendo jema. Fanya kwa usiri, iwe ni wewe tu na Mungu wako, uwe unajua unachokifanya. Kwa hiyo jambo la msingi unapotoa sadaka, na basi wewe unapotoa sadaka usipige panda mbele yako, usifanye matangazo, usiwatengeneze mazingira yoyote ya mtu yoyote kufahamu, kujua umetoa shilingi ngapi. La hasha. Kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Utakuta baadhi ya watu makanisani, kuna jambo fulani wanaenda kutoa labda sadaka ya changizo, sio mchango. Na naomba usubscribe channel yetu. Hakuna kitu kinaitwa mchango, na Mkristo usitoe mchango. Hakuna kitu kinaitwa mchango. Sasa unataka kujua tofauti kati ya sadaka ya changizo na mchango. Wewe ambao unatoa mchango, utaona mpaka viatu vyako, sori ya viatu vitaisha na hautaona chochote. Kwa nini? Kwa sababu mchango haupaswi kutamka madhabahuni pa Bwana. Mchango hautaki kutolewa kanisani. Mungu hataki michango. Mungu habariki michango, na wanaochangisha makanisani wanamkosea Mungu kuliko wengine. Kwa hiyo natakiwa, ndio maana Yesu alipofika aliona wale watu wanafanya hivyo vitu, alipindua meza zao, akasema, Bwana, nyumba yangu iliitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeigeuza kuwa pango la wanyang'anyi. Kwa kanisani hakutakiwi kuwa sehemu ambayo mtu akienda shilingi 30,000 kwenye wallet yake anarudi na machozi kwamba zimeisha.
Kamepita haka, kanapita hiki, napita hiki, mchungaji sio anahitaji gari, sio mama mchungaji anahitaji kitenge, sio kuna safari, kuna nini, kwa hiyo pesa zinatoka mifukoni mwa watu. La hasha. Huo sio utaratibu wa Kristo, huo sio utaratibu wa Yesu Kristo. Huo ni mchezo mchafu ambao shetani ameuleta mahekaluni leo, na lengo ni kwamba watu wakatae, watu waogope kwenda makanisani. Watu wameona leo afadhali waende kilabuni, akitoa 3,000 anaona bia inaletwa. Mmoja alianzisha kule Dodoma walevi wenzake wakusanya, wakawa wanalipa, natoa sadaka, wanaletewa bia. Lakini kanuni za ufalme wa Mungu haziko hivyo. Kwa hiyo kanuni za ufalme wa mbinguni, sadaka inatakiwa itolewe kwa usiri, sio kwa kupangiwa kiasi, la hasha. Sio kwa kulazimishwa, la hasha. Sio kwa kubembelezwa, la hasha. Ni wewe mwenye kwa moyo wa kupendwa. Tutaenda kuona sifa nyingine, lakini hapa tunazungumzia sifa moja, sifa ya usiri. Wanasiasa wanapoona tena na wenyewe ni wabaya. Mimi sisema wanatumia akili, ni wabaya kwa sababu ni wanafiki wakubwa. Wanafanya usiasa miaka yote minne, mwaka unabaki miezi miwili ya kwenda kugombea tena, ndio anaanza kutoa vile masazo kuwapa wananchi ambao wengi hawana elimu. Akipewa 200, akipewa 1000 anasahau. Lakini mbunge ni mtetezi wa mwananchi, anatakiwa awe na mwananchi kuanzia mwanzo wa bunge mpaka mwisho wa bunge. Kwa hata anapofika kugombea tena, wananchi wamchague, sio kwa sababu ya rushwa, bali kwa sababu ya kazi aliyowafanyia ambayo inajitangaza yenyewe. Kwa hiyo ninakusihi, hao wanaenda na waandishi wa habari, ametoa mchango, amemsaidia mtoto yatima, anatangaza watu wote. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu anajua anachokifanya hakina matokeo katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu ni anamalizana nacho hapa duniani. Kwa anafanya vile makusudi ili wananchi wajue, mbunge wetu ametupa fulani, sio kiongozi fulani amefanya hiki, ili wananchi wamsemee, ili wanapofika kwenye uchaguzi wapate kumchagua. Na ndio thawabu yake inaishia kwenye uchaguzi. Akichaguliwa tena kuwa mbunge, anapata maslahi ya ubunge, anaishia zake. Lakini wewe Mkristo, kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, Biblia inasema wekeni hazina yenu mahali ambako nundu na kutu hawezi kuvia. Ile Mathayo 6 mstari ule wa 22 wa 19, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu vinapoweza kuviharibu na wezi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu wala kutu wala nondo wala wevi hawawezi kuvunja na kuiba. Kwa hiyo ikiwa lengo lako ni kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, basi zingatia kanuni hizi. Toa sadaka yako kwa siri. Biblia inasema, amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue lile ufanyalo mkono wako wa kuume, bali sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Kanuni ya Biblia, unapotoa sadaka yako, anaposema mkono wako wa kushoto usijue, anamaanisha kitu gani? Anamaanisha mtu aliye karibu zaidi na wewe. Inawezekana ni mchungaji wako, inawezekana ni mzee wa kanisa, inawezekana ni shemasi, inawezekana ni wale watendakazi kanisani. Lakini hao wote, hakuna mwenye nafasi, hakuna mwenye sifa, hakuna mwenye haki ya kuona au kukagua sadaka ambayo Mkristo anaitoa. Naomba tukumbushane jambo moja hapa, wachungaji. Nafasi ya mchungaji kwa sadaka ya mshirika ni kama vile nafasi ya mwalimu kwa wanafunzi. Unapokuwa mwalimu labda wa sekondari, unafundisha masomo ya sayansi, unapewa wanafunzi wafundishe kwa miaka 4. Unapofika wakati wa kufanya mitihani yao, unaweza hata ukaingia kwenye chumba chao cha mtihani, ukawaandalia mitihani, ukaandaa vifaa. Lakini dakika inapofika, wasimamizi wanakwambia, tunakushukuru kwa kuwawezesha wanafunzi, lakini sasa tunaomba uende nje ya chumba cha mtihani ili uache wanafunzi wajipime, ili tutakapopata daktari, tukipata mtaalamu, tupate mtaalamu ambaye ni kweli ni mtaalamu kwa elimu yake, sio kwa kutajua kusaidiwa na mwalimu katika chumba cha mtihani. Ndivyo ilivyo. Hata kocha naye anapewa pesa, anapewa sajili wachezaji, anapewa muda kwa ajili ya kuandaa wachezaji wake, lakini unapofika muda wa kucheza mpira, kocha anakaa kando, wachezaji tu wanacheza na wenzao, ili kuonesha sasa ule uwezo ambao kocha amewafundisha kwa siku zote za mazoezi. Ndivyo ilivyo kazi ya mchungaji, kazi ya mwalimu, kazi ya mtumishi yote wa Mungu kwenye sadaka ni kulifundisha kanisa, kumfundisha Mkristo ajue sadaka maana yake nini. Kwa nini tunatoa sadaka? Faida za kutoa sadaka. Sadaka gani na sifa za sadaka ambazo zinakubalika na Mungu kama tunavyojifunza sasa. Kwa hiyo Mkristo ajue kila kitu, lakini saa ya kutoa sadaka
wewe mchungaji, Biblia inasema usishiriki dhambi ya mtu mwingine. Kaa pembeni, mwache Mkristo sasa atoe sadaka yake kwa Mungu wake. Maana kiasi cha sadaka, kiwango cha sadaka kinategemeana na upendo wa huyo Mkristo kwa Mungu wake. Kwa hiyo usikae una hofu ninasimamia hapa ili watu wasitoe 200. La hasha. Ndio upendo wake, ndio uwezo wake, ndio imani yake, ndio uelewa wake kwa Mungu. Kadiri unavyozidi kumfundisha, unavyozidi kumwombea, anavyozidi kumwamini Mungu, anavyozidi kumfahamu Mungu, ndivyo atakavyozidi katika kiwango cha kumtolea Bwana. Kwa hiyo usisimame kando ya chombo cha sadaka, au wengine wanaweka chombo cha sadaka kinachoangaza ili watu wajisikia aibu kutoa 200, wajisikia aibu kutoa 500, wajisikia aibu kutoa 1000. Hapana. Au wengine wanaweka chombo kinachopiga kelele kwamba mtu akidondosha kama ni sarafu ipige kelele. Kwa hiyo watu wanalazimika kutoa 1000 wakati sio kiwango chake cha upendo cha kumtolea Mungu. Lakini kwa sababu ya chombo alichokiweka, kwa akishatoa 1000, baada ya kutoka nje akiona nguo, akiona bidhaa yoyote, anaanza kujuta moyoni mwake kwamba ningetoa 500 ningenunua kitumbua hapa, 500 ningenunua andazi kwa ajili ya mwanangu. Kwa hiyo inafanya sadaka zote zinalaaniwa, sadaka zote zinaharibika. Hakuna Mungu ambaye anapokea sadaka ambayo Mungu, labda ni shetani peke yake. Shetani kwa kuwa hana Mungu, hana watu. Shetani watu wanatoa sadaka kwa machozi. Mtu anatoa mtoto wake kwa shetani kwa machozi, lakini shetani haachi kumla. Anamla kama kawaida. Ila Mungu wetu hapokei sadaka ambayo mtu ametoa kwa machozi. Kwa unapotengeneza mazingira kumlazimisha mtu atoe 2000, hali yeye uwezo wake ni kutoa 500, upendo wake ni kutoa 200, unamlazimisha. Sasa Mungu hapokei sadaka ambayo mtu anatoa kwa machozi. Karibu katika subscribe channel yetu. Tutaangalia sifa zingine zinazofuata, nisizungumzie hapa. Hapa nizungumzie sifa moja tu ya usiri. Kwa hiyo niko katika hali ya usiri kwamba haijalishi ni mchungaji, haijalishi ni mzee wa kanisa, haijalishi ni nani, hana haki ya kuangalia mshirika au kujua mshirika ametoa sadaka kiasi gani. Asikudanganye mchungaji wako. Wewe mchungaji unayeandika majina kwenye sadaka za washirika, wewe mshirika unayekubali kutoa sadaka kwa kuandika majina kwenye bahasha, unaandika pale. Au wengine wa kanisa wamejibunia, shetani amewadanganya, wametengeneza bahasha, wameandika pale kuanzia mwezi Januari mpaka Disemba, na kila mwezi wameweka pale wiki, kila ibada. Kwa hiyo anajaza pale, tarehe fulani nimetoa 3000, tarehe fulani 10000, tarehe fulani mwisho wa mwaka inahesabika alichokitoa. Hiyo yote mpendwa, umeharibiwa sadaka yako. Ukisipoamini sasa, siku ukifa utaamini. Yesu atakwambia sijawahi kuona sadaka yako. Maana ulipo hazina moyo wako ndipo na hazina mtu inapokuwa. Kwa hiyo atakwambia sijawahi kuona. Kwa nini? Kwa sababu umetoa sadaka katika namna ya utaratibu wa dhehebu lako, utaratibu wa kishetani, utaratibu wa kidunia, na sio utaratibu wa Mungu. Mungu anatamani, anaenda na wale watu ambao wanaenda pamoja naye, wanatembea kwenye njia zake, sio watu ambao wamejibunia utaratibu wake wao halafu yeye alazimike kuwafuata. La hasha. Sisi ndio tunaotakiwa kujilazimisha kwa Mungu, wala si Mungu kujitiisha kwenye kanuni zetu. Kwa hakikisha unapotoa sadaka, haijalishi. Mwingine akaniambia ni sadaka ya fungu la 10, sasa itajulikanaje? Mungu, Biblia inasema yeye aonaye sirini atakubariki. Lengo ni Mungu, sadaka tunamtolea Mungu. Huyo mtumishi hapo amekaa kama mwakilishi, ili kwamba vile vichache ambavyo Mungu ameagiza vibaki madhabahuni avitumie ili aendelee kutuhudumia sisi, kukuhudumia wewe. Sadaka humtolei mchungaji wako, kwa hana haki ya kusimama pembeni kuangalia unamtolea shilingi ngapi. Haumtolei yeye. Sadaka ni kwa Mungu, kwa hiyo anapokea sehemu ya ujira wa mtendakazi wa madhabahuni. Kwa hiyo yeye ni wa kuletewa, sio wewe akusimamie, akupangie kiasi. Hapana. Kwa hiyo wale wote wanaandika majina kwenye sadaka la fungu la 10, wewe unaandika siku kuna sadaka ya changizo, sio mnawezesha jambo fulani lifanyike, ukaandika majina, au mkasimama sio mimi nitatoa 200,000 wakakupigia makofi sana kanisani. Biblia inasema thawabu yako ndiyo hiyo. Sadaka inatakiwa kutolewa kwa siri. Kwa nini inatakiwa kutolewa kwa siri? Kwa sababu ikitolewa kwa uwazi, tutaanza kuabudiana sisi kwa sisi. Vile imetoa shilingi 10,000, mwingine ametoa shilingi 1000, ikatokea vinanunuliwa viti 1000 haiwezi kununua kiti. Kwa hiyo inawezekana aliyetoa 1000 kawahi siku hiyo kuingia ibadani, anakuona uliotoa 1000, uliotoa 100,000, unaingia alafu viti vimejaa, amekaa kwenye kiti, atakupisha, ataenda kukaa kwenye benchi, atampisha mwenye fedha, na utakaa pale kwa majivuno ukijiona wewe ni mtu wa maana.
Kumbe ndio Biblia inasema hiyo ndio thawabu yako. Hakuna kazi moja duniani yenye mishahara miwili. Kwa hiyo ukiona wanadamu wanakusifia vile wanadamu watakavyokusifu, watakavyokuheshimu hapo kanisani kwenu, watakavyokupisha viti vya mbele, mkichagua viongozi wanavyokupendekeza wewe, Biblia inasema hiyo ndio thawabu yako. Utakapokufa, hamna kazi moja duniani yenye mishahara miwili. Kwa hiyo hauna thawabu nyingine tena. Umetoa sadaka, mchungaji wako amekunadi madhabahuni, amekusifia sana, ameharibu sadaka yako, ameichezea sadaka yako, ameilani sadaka yako, haitakuwa na thawabu yoyote mbele za Bwana. Sadaka yenye baraka mbele za Bwana ni ile ambayo sadaka ambayo mtu ameitoa kwa moyo wa hiari wa kupenda na kwa usiri. Hebu tukumbushane jambo moja. Sisi wenyewe katika maisha yetu ya kawaida tunapotoa zawadi kwa ajili ya wapendwa wetu, nimeona hata kwenye mahafali wanafunzi anaweza kanunua labda biskuti za 200, akanunua soda ya 500, jumla ya 700, lakini anaenda kutafuta box maalum wanaita gift paper. Gift box, anatumia shilingi 1000 nzima kutafuta gift box. Baada ya hapo hata acha wazi, anaenda kutafuta karatasi maalum ya zawadi shilingi 1000, na atatafuta tena gundi ya 500 au 100 ngapi, atabandika halafu ndani ameweka vitu vya 700 tu. Lakini kwa nini anafanya hivyo? Anafanya hivyo lengo lake ni kwamba anataka wasione watu wengine kile alichompa rafiki yake. Anatamani rafiki yake tu ndio ajue alichopewa na rafiki yake. Kwa hiyo ndio rafiki yake akienda ndani, akifungua anaangalia ndani, unakuta wow, ni soda, wow, ni biskuti za 500. Lakini ndivyo hivyo navyotupasa. Kama tunafanya hivyo kwa rafiki zetu, kama tunafanya hivyo kwa ndugu zetu, basi fanya hivyo kwa Mungu naye. Mungu hataki unaenda kutoa sana, unaning'iniza 10,000, unaning'iniza kanisa zima waione wakupigie makofi. La hasha, umeiharibu sadaka yako. Na yale makanisa yote yaliyoanzisha mtindo wa kuandika sadaka kuandika majina kwenye sadaka, jina la mtoaji na kiasi, wale wanaotoa vyeti vya kongole, congratulation, wewe ni mwaminifu, umetoa fungu la 10 miezi yote 12, pongezi, cheti cha pongezi. Wengine wanaenda kwa vipofu, wanajivuna, wanaenda madhabahuni, ndio wanachaguliwa kuwa viongozi wa kanisa, ndio wengine wanaenda kuviingiza nyumbani. Maskini, la tungaliona mbingu zilivyokasilika kwa ajili ya huo ujinga, ungeacha leo. Na kanisani kuna mbinu 2 za kusafisha madhabahu. Peleka neno la kweli, kiwa mchungaji wa kweli na yalifanyika makosa kimakosa, ataondoa hilo kufuru. Lakini ukiona anang'ang'ania, ondoka wewe, jiponye na nafsi yako. Maana ni Wakorintho wa 2 sura 6 mstari 17, Biblia inasema ondokeni kwake, ondoka, jitenge pamoja nao. Baba yako wa mbinguni atakukaribisha, atakutafutia ndugu ambao mtaenda katika njia sawa. Lakini wakirekebisha hicho kitu, kila kitu kimekaa sawa, endelea hapo mahali. Bwana anao mpango kwa ajili yako. Kwa hiyo mtu yote asikwambie Yesu sadaka yote ile tunatakiwa tu. Na wengine wanaenda mbali zaidi makanisani, wameweka michango, mchungaji anataka kununua gari, msema wote tutoe 100,000. Hapana, hatuna huo utaratibu. Ni wezi na wanyang'anyi wameingilia kazi ya Bwana. Wengi wameingia kuharibu, ndio maana leo watu hawataki kwenda ibadani. Miaka ya zamani, miaka ya 90 hakukuwa na michango. Ukienda kwa Mkristo yote utakuta kuanzia asubuhi, kama ni siku ya ibada, yaani anafanya kazi zote mbio, anatamani muda wa ibada ufike. Shetani alipoona ule umoja, akaona niingize vitu gani? Niingize utamaa kwa wachungaji, niingize urafi kwa wachungaji, wafike wasitosheke na vile vinavyotolewa madhabahuni, waanze kutafuta, kusearch kwenye mifuko ya waumini waogope kwenda makanisani. Kwa hiyo amelifanikisha shetani. Sasa hivi akaingiza mfumo wa kuandika majina, ameingiza mfumo hadi ule wa kupeana bahasha, unaenda unaambiwa, unasimamiwa na kiongozi anakufuatilia mpaka nyumbani. Hapana, si utaratibu wa Mungu, sio njia za Bwana. Sadaka ni kile kitu ambacho mtu amekitoa kwa hiari, kwa limani, ili kuwezesha kazi ya huduma iweze kutendeka. Sio michango ya serikali ufuate majumbani. Pengine huko mahali popote umesikia ujumbe wa kweli, unatamani kufanya matengenezo, pengine muumini au mchungaji, tengeneza. Ikiwa mfumo unakukataa na hauwezi kuendelea tena, tunakukaribisha. Bwana alisema ikiwa wachungaji aliowaita wamekataa, nao wameanza badala ya kuwaponya kondoo, wameanza kuwala kondoo, Bwana atawafukuza, naye atawaleta wachungaji ambao watalilea na kuliongoza kundi katika majani na malisho mabichi.
Bwana ana hasira na watu wake. Bwana ana haja na watu wake. Kwa hiyo ninakusihi sana, mahali popote pengine unatamani hata kujiunga na kanisa ambalo utaabudu, utamtumikia Mungu katika kweli yote, nikukaribishe sana katika kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Tuko mahali mikoa mingi sasa hivi Tanzania, lakini pia tunaweza tukawasiliana nao. Unaweza kuwasiliana na mchungaji kiongozi, Mchungaji Geoffrey Kaputa kupitia Uamsho wa Kanisa TV. Utapata maelekezo. Lakini unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja kwa simu namba alama ya kujumlisha 255 766 829 811. Popote ulipo unatamani kubatizwa ubatizo wa kweli, ubatizo wa jina la Yesu, na sio ubatizo wa utatu, sio ubatizo wa kikombe, sio ubatizo wa visima, unaruhusiwa. Unaweza kuwasiliana nasi na tukakujia mahali popote, au pengine utakuwa karibu na kanisa letu, utapata huduma ya kubatizwa ubatizo wa kweli. Wewe ambao kwenye makanisa na sherehe ya Krismasi, wewe kwenye makanisa ya Izebeli, ukiona kanisa leo tumeingia, mama mchungaji anamimiza hereni, washirika wa wanawake wamevaa mahereni, wamepaka rangi za midomo, rangi za kucha, wamevaa nusu uchi, wamevaa suruali hata kwenye mikesha. Elewa wazi, ni nyakati za mwisho sana. Bwana ametuleta tuhubiri injili ya utakatifu kwa wale waliojaliwa kusikia, na ufalme wa mbinguni watasikia haraka, wataamini. Kokote waliko, uwe Arusha, uwe Mwanza, uwe nje ya nchi, kokote uliko utafuatwa, kwa sababu wanaoingia mbinguni si wengi. Mtu mmoja ni wa thamani sana mbele za Bwana. Yamkini ni wewe. Naomba ninakusihi popote ulipo, wasiliana nasi na subscribe channel hii. Endelea kujifunza, jua siri nyingine ambazo Bwana ametupa kwa ajili yako katika nyakati za mwisho kabisa kabla ya ujio wa Bwana Yesu. Usibaki kwenye makanisa ya Izebeli, hautaondoka. Maana katika Wakorintho wa pili 6:18 usifungiwe nira pamoja na mtu asiyeamini. Mtu ambaye anasema amemwamini Yesu, alafu bado anavaa mapambo ya Izebeli. Anamwamini Yesu, anasherehekea Christmas, anaamini Yesu, amebatizwa kwa ubatizo wa utatu. Huyu anajidanganya mwenyewe. Tito 1:16 anasema kwa midomo yao wanasema wanampenda Yesu, lakini matendo yao, maisha ya ibada zao zote ni machukizo. Bwana amewakataa. Kwa ni nyakati za mwisho. Jiponye nafsi yako, Bwana ana haja nawe. Subscribe. Shalom shalom, karibu katika mwendelezo. Amen.